Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani inaamini kwamba Iran imeishiwa nguvu za kijeshi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth na mwenyekiti wa wakuu wa utumishi wa jeshi la Marekani Dan Kane wametoa taarifa kuhusu hali ya Iran wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Pentagon imetoa taarifa kuhusu operesheni za Marekani nchini Iran, huku wakati huu wakizitaja China pamoja na Urusi kwamba zinasaidia Iran kwa sababu imeishiwa na nguvu za kijeshi na hivyo wamejipa muda mfupi tu wa kumaliza vita hivyo. Hata hivyo, wamesema kwamba wakati huu Iran haina nguvu tena za kuweza kupambana kama ilivyopambana katika kipindi cha kwanza baada ya mashambulizi ya Februari 28. Marekani imesema bado ina nafasi kubwa katika vita nchini Iran, kwamba ina uwezo wa kushinda vita hivi. Jenerali Kane amesema jeshi la Marekani kwa sasa limejikita katika kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutega mabomu baharini pamoja na jeshi lake la majini, huku ikisema tayari Marekani imeziharibu vibaya meli takribani 150 za Iran. Ameongeza kuwa wanajeshi wa Marekani na Israel pia wanaendelea kushambulia viwanda vya ulinzi vya Tehran, ikiwemo maghala ya silaha, maabara za utafiti wa silaha za nyuklia pamoja na miundombinu mingine muhimu. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi Pete Hegseth amesisitiza kwamba Marekani inalenga kuvimaliza vita hivyo kwa masharti yake yenyewe, akibainisha kuwa Washington ina chaguo zaidi kuliko Iran na kwamba siku zijazo zitakuwa za maamuzi. Hegseth amedai kuwa Iran kwa sasa haina chochote inachoweza kufanya kijeshi kuzuia hatua za Marekani. Hata hivyo, kwa mara nyingine tena Hegseth alikataa kuondoa uwezekano wa kutuma wanajeshi wa ardhini Iran, lakini akarejelea kile Rais Donald Trump alichokuwa akisema kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Iran yanafanyika na yanaendelea kuwa na nguvu, lakini akatahadharisha kuwa kwa wakati huu Marekani inaendelea kujadiliana kwa mabomu. Alipoulizwa kuhusu iwapo China na Urusi zinasaidia Iran kijeshi, alisema wanakijua kile wanachokifanya na kisichofanywa na mataifa hayo mawili, na kwamba wapo katika uchunguzi wa kuangalia ni jinsi gani wataweza kurekebisha jambo hilo. Marekani na Israel zimeshambulia vituo vya kijeshi katikati mwa Iran, zikiharibu eneo muhimu la kidini kaskazini magharibi mwa nchi hiyo na kusababisha kukatwa kwa umeme katikati mwa maeneo mengi ya mji mkuu. Tehran imejibu kwa kushambulia meli ya mafuta ya Kuwait katika ghuba ya Uajemi. Hayo yanajiri baada ya Rais Donald Trump kutishia kulipua mitambo ya mafuta na nishati ya nchi hiyo. Milipuko miwili mikubwa iliutikisa mji wa Isfahan katikati mwa Iran, huku vyombo vya habari vya serikali vikiripoti kuwa kituo cha kidini cha madhehebu ya Shia cha Grand Husseiniya kiliharibiwa huko Zanjan, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Mashambulizi hayo yalitoa uthibitisho tosha kwa kuendelea kwa vita vilivyodumu mwezi mmoja sasa, ambavyo Marekani na Israel zilianzisha dhidi ya Iran. Iran imeendelea kuzingira mlango bahari wa Hormuz, ikifunga njia hiyo muhimu ya baharini kwa ajili ya usafirishaji wa nishati ya mafuta duniani na kupelekea bei ya mafuta kuyumba katika masoko ya dunia. Rais Donald Trump, ambaye amekuwa akisisitiza kwamba kuna maendeleo katika mazungumzo ya diplomasia kuelekea kusitisha mapigano, amechapisha picha ya shambulizi kwenye mji wa Isfahan, huku moto mkubwa ukionekana kwenye anga la mji huo usiku. Isfahan ni mji ambako moja ya maeneo matatu yalishambuliwa hapo awali na jeshi la Marekani mwezi Juni, na kuna uwezekano baadhi ya madini ya urani ya Iran yaliyorutubishwa yamehifadhiwa au kufunikwa huko. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt amesema Trump anataka kufikia makubaliano na viongozi wa Iran kabla ya muda wa mwisho wa pili ambao sasa ni Aprili 6 kwa Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Sehemu ya mchakato unaoendelea na mazungumzo yanayoendelea ni kwamba chochote wanachotuambia faraghani kitajaribiwa na tutahakikisha kwamba wanawajibika kwa neno lao, na ikiwa wanawajibika, rais ameweka wazi hatua za kijeshi ambazo utawala wa Iran utajionea ikiwa hautatekeleza mambo tunayoyasikia nyuma ya pazia. Iran inasema imepokea mapendekezo ya amani ya Marekani kupitia wapatanishi kufuatia mazungumzo ya wikendi kati ya waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Misri, Saudi Arabia na Uturuki. Lakini msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghei anasema mapendekezo hayo hayawezekani, hayana mantiki na yamepuuzwa ndani ya Iran. Kadhalika, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba wamepokea mapendekezo hayo kutoka kwa Witkoff, mapendekezo ambayo kimsingi hajakuwa na mashiko, na kwamba wao hawapo tayari kwa ajili ya mazungumzo hayo na hakuna mazungumzo yanayoendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesisitiza kwamba Tehran inalenga vikosi vya Marekani pekee.
Licha ya maneno hayo, mashambulizi dhidi ya maeneo ya raia iliendelea huku drone za Iran zikipiga meli za mafuta za Kuwait karibu na Dubai. Shirika la mafuta la Kuwait linalomiliki meli hiyo limesema shambulizi hilo lilitokea mapema siku ya Jumanne na kusababisha moto na uharibifu kwenye sehemu ya chini ya meli. Mamlaka Dubai baadaye zilisema zilidhibiti moto huo kufuatia shambulizi hilo ambalo halikusababisha uvujaji wa mafuta wala majeruhi kwa mabaharia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.